اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. إخواني وأخواتي في الله، أحييكم بتحية مباركة من عند الله، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, popote pale mlipo ndugu wapenzi watukufu mnaofuatilia Maalim Shabani, tupo katika mwendelezo wetu kama adatuna, kama tulivyoahidi kwamba tupo katika mwendelezo, tumerudi tuendelea tena na vipindi vyetu kama ilivyokuwa ada yetu. Ndugu zangu wapenzi watukufu, na kisa kimoja adhim sana, kisa ambacho ndugu mmoja alitaka kutolewa kafara na wazazi wake. Allah subhanahu wa ta'ala alimhifadhi yule bwana kwa ajili ya kudumu na kusoma ayat Kursi. Na hata wewe nakuletea hiki kisa si kwa makusudio uburudike, hapana. Unajua kuna watu wengine wanapenda kuja kuangalia Maalim Shabani online, anatoa visa yule, mashallah, visa vyake vinasisimua. Hapana ndugu zangu, hatuji kufurahishana wala kusisimua akili za watu miili. Lengo kwenye kisa kile na wewe ujifundishe, uone kumbe hata kwangu mimi pia inawezekana. Tumfahamiana ikhwani, yani uone kwamba hata kwangu pia inawezekana. Huyu bwana, Allahu Akbar, alikuwa ni mtu wa visiwani huku, sitaki kumtaja jina, visiwa hivi. Alikuwa akicheza mafia, akitoka mafia na kwenda kwenye visiwa hivi vanini huko. Mafia ina visiwa vingine ambavyo vimejiraniana navyo. Basi huyu bwana alikuwa ni mvuvi mzuri, na Allah alimjalia neema, alikuwa mpaka anamiliki jahazi. Kumiliki jahazi sio jambo dogo. Leo kama usikie mtu kubana anamiliki kenta, na huko watu wa majini huko ukisikia mtu anamiliki na jahazi moja linafanya kazi, basi unatoka umheshimu sana, kama vile unavyomheshimu mtu mwenye wanasema mwenye kitipa kile kidogo, mwenye kenta kinamfanyia hesabu, basi na mtu anayemiliki jahazi pia unataka umheshimu. Lina thamani kubwa kwa watu wa baharini. Ndugu zangu, huyu bwana alikuwa akipata pesa katika familia, alikuwa akisaidia familia, na alikupo yeye kama ndo jicho la familia. Katika watu wakihesabika wenye neema, na yeye neema alikuwa anayo. Bwana huyu tuamhadithia kisa chake hichi si kwa lengo la kutaka kumfedhei, bali pia tunamtia moyo na tunamwambia hapo alipopashikilia endelee kupashikilia. Kilichotokea huyu bwana, wazazi wake wakataka kumtoa katika ule utaratibu wa kutoana uchawini. Unajua wachawi wana agenda moja. Kwa mfano wewe umejiunga uchawini, unapoingia kwenye uchawi wala hawakuambii kwamba kuna kazi kubwa, ambayo kazi yako tutakuwa tunaruka, tukiamua kumchezea huyu tunamchezea, tutaka kumfanya huyu kichwa chini miguu juu tunamfanya, tukiamua kumpiga huyu biashara yake aanguke, yake fudi awe hana kitu tunafanya. Wanakupa agenda tu ndogo ndogo, na faida yake ni nini? Watakwambia wewe unakuwa mkubwa katika kijiji au kitongoji au mji, hakugusi mtu. Lakini ukishaingia mle, kila siku baada ya siku kunazalika agenda mpya. Mwisho wa siku utakuja utaona wewe uzio umetoa, mtu fulani kamtoa mwanawe, mtu fulani kamtoa mwanawe, huyu kamtoa mjombake, huyu kamtoa hivi. Kuna siku watakuja watakwambia wewe na unatakiwa utoe. Sasa swali dogo la kujiuliza, naenda mbali sasa na kisa hichi, mwisho kisa muda utaniishia hapa, lakini wacha tuende tu. Swali dogo la kujiuliza, kwa mfano mtu binti au mtu tu wa kawaida hana mtoto, kaingizwa uchawini, yeye hana mtoto, kule uchawini akiambiwa atoe yeye anatoa nini? Kule uchawini akiambiwa kutoa yeye anatoa nini?
Kwa mfano hajaolewa, umeshanifahamu vizuri na huyu kusangine hajaoa, anaambiwa na hana mtoto, ushafika muda na yeye atakiwa atoe. Ndugu zangu, wachawi hawana dogo. Wewe si hujaolewa na wewe si hujaoa, basi utatafutiwa hata mke wa lazima. Utakwenda sehemu kuposa, ndoa itapita haraka haraka, utaoa, na kama ni wa kuolewa ataolewa haraka haraka. Muda wa siku 2 3, miezi 4 5 6 7 8, utasikia mtu fulani kafa, na huyu utasikia mke kafa au mume kafa. Tumfahamiana vizuri Ndoa haina hata muda mrefu. Fahamu ya wazi, we kama huna cha kutoa utalazimishwa kwenye ndoa uoe haraka haraka, au utalazimishwa kwenye kuolewa uolewe haraka haraka. Aidha uende ukamtoe mume kafara, au aidha kama ni mke au kama ni mume akamtoe mkewe kafara. Huo ndio utaratibu wa masahiri. Hawakuachi tu bure bure, lazima na wewe utoe. Ikishindikana utafuta katika ndugu, aidha ndugu umezaliwa na baba mmoja au mama mmoja, au mmekutana baba. Tumfahamiana ndugu zangu kwa ajili hiyo, ndugu zangu wapenzi watukufu, kwamba huyu bwana akatakikana sasa katika uchawi atolewe. Familia ikajadili kusema huyu ndio anatakana atolewe, na walivyo wachawi wanapenda kutoa yule ambaye anayesaidia. Subhanallah, yani yule ambaye manufaa kwako ndio wanamtaka huyo. La ilaha illa Allah. Kilichotokea yule bwana, niende short ili nimalize, muda nisitawalishe sana. Kilichotokea yule bwana, ikawa anakwenda anakwenda, anaona mazonge, kuumwa. Kwanza alianza kufilisika. Uzuri wa yule bwana, Allah alimjalia ni mtu wa sala 5. Kumbe swala shekhe ni kinga shekhe, si kitu cha kawaida. Sisi tunachukulia kwamba ni swala ni kitu ambacho tu Allah ataenda kututulipa pepo. Swala ni kinga zidi hata ya wachawi na wanga na masahiri wa kichawi. Wakawa wanashindwa, wakasema huyu ngoja tumpukutishe mali, labda atayumba, ataacha swala. Unajua kuna baadhi ya watu akiwa na mali akifilisika na swala anaacha. Yani akifilisika kwenye mali na ibada anafanyaje? Anaacha. Baada ya akifilisika ndo arudi kwa Allah zaidi, yeye ndo anaacha kabisa. Wakaona ngoja huyu tumfilisishe, jahazi lile likafilia mbali, mali zile zikaisha, pesa zilikuwa kwenye hifadhi benki zikaondoka, sijui hichi, hatimaye siku na maradhi juu. Lakini bwana huyu hakuacha kufanya ibada ya sala. Alikwenda na swala yake hiyo, lakini maradhi yakawa siku baada ya siku, maradhi yanazidi kuwa mazito. Huyu bwana akasema usimtanie. Anafanya amali za kutosha, lakini subhanallah bado watu wamwandama. Akabidi ahamie msikitini. Akakaa msikitini, akatafuta amali gani itakayoweza kunisaidia, na mimi si msomi mkubwa wa Qur'ani, sina ninachokijua katika Qur'ani zaidi ya sura hizi ndogo ndogo. Akasema ngoja nidumu na ayati kursi. Wanasema ayati kursi, hii aya ndio sayyidul ayati, ndio bwana wa aya zote katika Qur'ani. Ayati kursi ni upanga zidi ya wachawi, saifu min suyufillah. Huu ni upanga katika panga za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema ngoja nidumu na hii. Yule bwana akawa anasoma ayati kursi 100 kila siku, anasoma asubuhi, anasoma jioni, anasoma na usiku anapoamka. Ilikwenda wakamfunga riziki, ikawa hata 100. Kupata shilingi 10,000 kwake ni jambo kubwa. Alikuwa usiku kucha akikesha katika ibada, lakini kipindi yuko msikitini, aliomba hifadhi msikitini, basi akawa anafanya chakula chake, akipata chakula mle msikitini, akipata mtu kamsaidia 1,000 2,000. Aliendesha maisha yake kwa mwenendo huo mpaka ikafikia hatua yule bwana wakawa wale wachawi wanamwandama mpaka msikitini. Yule alidumu na kusoma zile ayati kursi 100 kila siku. Akasema hapana, na hapo anadumu na amali zingine ndogo ndogo, akaongeza zile ayati kursi, akawa anasoma 300 kila siku. Ikafikia hatua huyu bwana mpaka anasoma ayati kursi 1000 kwa siku. Nikisema 1000 kwa siku, akianza asubuhi, yani kwenye masaa 24 alikuwa anasoma ayati kursi 1000. Bimaana akiamka asubuhi, sijui alikuwa anasoma idadi gani,
kama ni 300, 400, mchana anasoma, jioni anasoma, akiamka usiku anasoma, anapoenda kulala anasoma. Yani masaa 24 alikuwa anasoma Ayat Kursi 1000. Yule bwana siku miongoni mwa masiku kabla hajaanza kusoma hizi Ayat Kursi 1000, kipindi anasoma Ayat Kursi 100, mmoja kati ya wazee walimfuata. Unajua wachawi nao sometime wanakaa kuna muda, na ule si huruma, inaonekana wale walikopo wanachezea vimondo. Si huruma bali ni vimondo walikopo wanavichezea. Kuna visabu walikuwa wanavipata vya huyu bwana. Mmoja kati ya mzee akamfuata. Akamwambia, Shekhe, unajua kwamba wewe unataka kutolewa uchawini? Mimi nakueleza, anamwambia kabisa, mimi nakueleza unataka utolewe uchawini. Mimi ninakueleza ni miongoni mwa katika kabineti ya wazazi wako katika wachawi waliomo kwenye hicho chama, mimi nimo. Yani hizi sio kama alimwambia usingizini, sio kama alimwambia kwa kuota, alimfuata uso kwa macho. Akaja mzee mwingine naye akamwambia, unajua wewe unataka kutolewa uchawini? Lakini yule bwana hakujua tafsiri ya maneno yale. Alijua kana kwamba wanamsaidia, akabidi aongeze tena. Kumbe yale ni maneno yalikuwa yakuja kumtisha na kumkatisha tamaa, kumwambia wewe fanya utakapofanya, unataka utolewe uchawini kafara. Badala ya pale yule bwana akasema usinitanie, nitaongeza. Ndio akaongeza kwa masaa 24 alikuwa akisoma Ayat Kursi 1000 mpaka sasa nazungumza, huu ni mwaka unakwenda wa 7, hawakuweza kumtoa katika hayo majambo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kamjalia mzima mpaka leo. Lakini kawaida ya wachawi huwa hawakuachi. Wanachokifanya wale, wanakuletea hata mke mchawi. Hata ukihama mji, ukahamia mji fulani, na bwana alifanya hivyo, alihama kama mji wa mbali na ile familia, basi kule wakapiga doria zao, wakaona kuna binti fulani mchawi, ngoja tumchomekee huyu ili mambo yetu tupate kupiga kwa kupitia huyu. Akamgundua, akamwacha yule binti. Lakini hii yote ndugu zangu wapenzi watukufu ni utukufu na uzito wa Ayat Kursi. Na kisa hichi twakieleza so lengo na makusudio kuburudishana, lengo na makusudio watu wapate kustafidi. Itumie Ayat Kursi, huu ni upanga wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unawakata kweli kweli wachawi huu Ayat Kursi. Ukisoma hii sura wachawi warudi kinyume nyume. Naam, si urongo, ni kweli. Na wewe itumie Ayat Kursi. Wanga wanakuandama, wachawi wanakuandama, masahiri wa kichawi wanakuandama. Jiwekee tu. Acha ile porojo sijui kusoma 100 umepata wapi? Kusoma 1000 umepata wapi? Hii ni idadi tushe. Hata ukisoma 900 soma. Hata ukizidisha mara 1001 soma. Kibaya zaidi kwamba ikiwa ni lazima upate 1000, ukizidisha haifai, ukipunguza haifai. Sasa ukituambia hivi, hapa ndo tutaweza tukakuomba ushahidi. Lakini kama umeamua tu mimi napiga Ayat Kursi zangu 1000 na mambo yangu naona yananyoka, hii itakuwa ni sawa na kwenda kwa mganga wa kienyeji, kwenda kwa mganga wa kishirikina? Yani idadi ya namba iwe ni sawa na kwenda kwa mganga wa kishirikina? Hichi kitu kisikuzubaishe. Kuna mtu anakuambia usisome Ayat Kursi 1000 au 100, wallahi yeye hizo 10 hawezi kusoma. Huyo anayekuzuia wewe akiumwa na akizidiwa maji ya shingo, anatafuta mshirikina amsaidie. Lakini akikaa pale na koti kubwa, kilemba kirefu, hiki haram, likimkuta la kumkuta na yeye anakimbilia kwa washirikina. Soma maneno ya Allah, usisikilize maneno ya mashetani watu. Soma Ayat Kursi, jiegemeze kwa Allah, Allah atakushika mkono. Maadamu ufanye kufuru na shirki, umekimbilia kwenye maneno yake. Haya namba achana nayo. Mambo mahesabu haya sikushughulishe. Umesoma 1000 sawa, umesoma 1500, ukizidisha sawa, ukipunguza sio sawa, kwa sababu kwenye ibada ndio uzidishe kuliko kupunguza. Hata kwenye kumsalia Mtume sallallahu, mbora zaidi kuzidisha kuliko kupunguza. Tumfahamiana Kwa ajili hiyo ikhwani, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allah, hasa katika sala la masala ya tiba. Na kuhusieni na nikihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu, hasa katika masala ya tiba. Tufate tiba za kisheria. Qur'ani bila shirki inawezekana, tiba bila shirki inawezekana. Tusiende kwa waganga kuku, wavunja nazi njia ya panda, wa vitambaa vyekundu na vyeusi, funga sijui kitu gani inaitwa ile, kama makapteni wa mpira unafunga vitambaa kwenye mabega. Achana nayo. Al-Qur'anu yakfi.
Qur'ani inatosha. Qur'ani yenyewe inatosha. Allah alishasema kwenye Qur'ani, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Qur'ani ni shifa, Qur'ani ni rehma, hudan lilmuttaqin. Qur'ani ni muongozo, Qur'ani ni pozo, Qur'ani ni faraja. Mtu akipata Qur'ani amefarijika, mtu mwenye kusoma Qur'ani anapata faraja. Kwa ajili hiyo ikhwani, na kuhusieni tusimame kama mfano wa huyu, kwa sababu ukitoa hivi visa vya masahaba watasema yule alikuwa sahaba bwana. Wewe na wewe, mimi na wewe, imani yetu tutamuingia wapi? Yule alikuwa katika khairul quruni bwana, Imam Shafi bwana. Tunapeana visa vya zama zetu hizi, miaka yetu hii, zama zetu hizi za sasa. Huyu bwana kadumu na ayati kursi, wanga mpaka wanakuja kumtamkia kwa mdomo, si mmoja si wawili, wanakuja kumtamkia, wanamwambia sisi tuko uchawini na wewe ushapangiwa kutolewa, jiandae. Hivi mwanga naweza kuja kukuambia wewe tunataka tukutoe uchawini, jiandae? Haya maneno ya kushindwa. Sema huyu bwana alionipa hichi kisa yeye mwenyewe hakujua, nikamwambia hayo maneno ya kushindwa. Mwanga na muda kukupa taarifa wewe. Ukikuta mpaka anakuja kukupa taarifa umeshawapa vipondo vya kutosha. Na alipokuja kuniambia nasema kweli mimi niko na dumu na ayat kursi. Kwa ajili hiyo ikhwani fillah, tudumuni na ayat kursi. Huu ni upanga miongoni mwa upanga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wapenzi watukufu, na wahusieni na nikihusia nafsi yangu, tunaingia katika mwezi wa kuchinja. Tumebakiza kama mwezi mmoja na siku zake 10. Tutaingia katika masala ya kuchinja, ibada kubwa sana hii. Ibada ambayo mtu usamehewa madhambi ya upata thawabu kila unyoya wa mnyama mmoja atakayemchinja. Leo hatuna muda wa kuelezea, lakini kwa wale wahitaji wa kuchinja tunaanza sasa hivi muda huu insha Allah taala. Unacho tutumie kama ada, kama kawaida yetu, tutafute mbuzi na mapema, tutafute machimbo mazuri ya kwenda kutafuta mbuzi, tusije tukafika ile mwisho wakatupiga. Kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, wale walio tayari watatupigia simu, tutapeana utaratibu kama miaka yote tunapofanya. Ndugu yangu mtazamaji, kashikashi ipo, ibtalu sihri ipo, maushifa yapo. Tena maushifa haya nimeyasoma katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Yapate, yatakusaidia katika maradhi yako. Naam, hanjari pia ipo. Naam, mafuta ya hizbul bahari yapo. Limau mujarabu ipo, na ile tulul umri au mnazi, dawa ya kurefusha ile kwa wale wenye maumbile dhaifu, yani yeye anakuwa maumbile yanarudi ndani, pia ipo. Ukitaka insha Allah taala inapatikana. Ndugu yangu mtazamaji, nisikuchoshe sana. Allah tushikamane na maneno ya Allah, tuachane na waganga nazi na waganga kuku na wavunja mayai visa njia ya panda, tuachane nao au turudi kwenye Qur'ani. Qur'ani inatosha sana. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe imani na takwa ya kweli, na tumuombe Allah atupe ithibati ya kuitegemea Qur'ani. Ndugu yangu mtazamaji, nyuma ya kamera akisimama vema Habibi Suleiman ibn Sultani, na msimamizi wetu wa vipindi ni Hamisi ibn Kimaka, akihakikisha mambo yanakwenda kwa weledi kweli kweli. Naam, na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani kutokea hapa Mbande mwisho. Maalim Shabani Dua Center tunapatikana hapa. Kwa wale ambao kwamba hawajawahi kufika Mbande, ni hapa Mbande mwisho, karibuni sana. Ushauri ni bure, kupewa mawazo, mtazamo, fikra ni bure, tawakaribisha. Lakini chonde tafuta watu wa tiba sahihi wakushughulikie masala yako, na Allah atakusimamia kwa huruma yake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa. Kile kituo chako pendwa cha tiba asili na dua cha Shifa chini ya Maalim Shaban sasa kinatibu magonjwa yote sugu ikiambatanishwa na visomo mbalimbali. Yes, Shifa wanatibu presha, matatizo ya kichwa, matatizo ya macho, kisukari, miguu kufaganzi, kutoshika ujauzito au kuharibika kwa ujauzito, matatizo ya nguvu za kiume, nuksi, mikosi, mashaitani pamoja na vifungo vya uchawi. Njoo wewe na familia yako uondokane na matatizo uliyokuwa nayo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755782478 au 0717284242 na 0625575272. Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.